Musa ana miaka 120. Bado ana nguvu. Bado anaweza kuona mbali. Lakini Mungu anasema huwezi kuvuka Yordani. Kwa nini kiongozi mkuu zaidi wa Israeli anatakiwa kufa kabla ya kuingia nchi ya ahadi? Leo tunagundua siri za mabadiliko ya uongozi kutoka kwa Musa hadi Yoshua na jinsi Mungu anavyoandaa kila kizazi kipya cha viongozi. Hii ni hadithi ya ukabidhiano, lakini pia ni onyo kali juu ya yale yajayo. Kitabu cha Torati sura ya 31 mistari 1 hadi 29. Musa anasema kwa watu wote wa Israeli, mimi nina miaka 120 leo, siwezi tena kutoka na kuingia, na Bwana amenisemea, hautavuka Yordani huu. Bwana Mungu wenu ndiye atakayevuka mbele yenu, yeye atayaharibu mataifa hayo mbele yenu, nanyi mtayarithi. Yoshua ndiye atakayevuka mbele yenu, kama Bwana alivyosema. Hebu tuangalie kwa makini yale yaliyotokea wakati huu muhimu wa mabadiliko. Jambo la kwanza tunalolikosa, Musa hakufa kwa ugonjwa au uzee. Aya ya 2 inasema siwezi tena kutoka na kuingia. Hii haikumaanisha alikuwa dhaifu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu mwenyewe alisema hautavuka Yordani. Hii ilikuwa adhabu kwa dhambi ya Meriba ambapo Musa alipiga mwamba badala ya kuwaambia. Jambo la pili, agano la sheria liliandikwa mara 2. Moja kwa Walawi wachukue sanduku la agano, nyingine kwa wazee wa makabila. Kwa nini nakala 2? Ili hakuna mtu aweze kusema hajui sheria za Mungu. Jambo la tatu, wimbo wa ushahidi katika mstari 19, huu haupo hapa, utakuja sura 32. Lakini Mungu anaeleza mapema kwamba Israeli watamwacha na kuabudu miungu mingine. Hii ni unabii wa dhambi zao za baadaye. Mabadiliko makubwa ya kiroho yanatokea hapa. Kwanza, uongozi unabadilikana kutoka kwa mtu mmoja hadi mfumo. Musa alikuwa mtume na mfalme na mchungaji na jaji. Lakini sasa kuna Yoshua kwa vita, Eliezeri kwa dini na wazee kwa sheria. Mungu anaagaza madaraka. Pili, Israeli wanabadilika kutoka kufuata ufunuo wa kila siku hadi kufuata maandiko yaliyohifadhiwa. Hawatakuwa na mtume mwingine kama Musa. Sasa ni sheria tu. Tatu, kufichua uasi unaokuja. Mungu anajua Israeli watamwacha. Anaandika wimbo wa ushahidi ili utakuwa shahidi dhidi yao. Huu ni mzunguko wa dhambi, adhabu na rehema utakaojirudia katika vitabu vya Waamuzi, Wafalme na Mambo ya Nyakati. Wanyamapori wa nyikani wamekuwa wakimshuhudia Musa kwa miaka 40. Sasa wanaona mabadiliko makubwa yakitokea. Nimeruka juu ya kambi hii kwa miaka 40. Nimemwona Musa akiongoza kwa uwazi na uvumilivu. Sasa anakabidhisha madaraka kwa Yoshua bila kupinga, bila wivu. Huu ndio uongozi wa kweli. Musa anajua wakati wake umekwisha, lakini haogopi. Anafundisha Yoshua kwa subira. Lakini mbona binadamu wengi hawapendi kukabidhisha madaraka? Najisikia huzuni kidogo. Mungu anajua Israeli watamwacha baada ya kuingia Kanaani. Wamepewa kila jambo, sheria, uongozi, ahadi, lakini bado wataasi. Ni kwa nini binadamu hawashukuru baraka zao? Hii ndiyo sababu Mungu anaandika wimbo wa ushahidi. Itakuwa kumbusho la uasi wao. Hata hivyo, Mungu bado atawafuata kwa rehema. Funzo kwa sisi leo, kwanza, tunapopewa nafasi za uongozi katika familia, kanisa au kazini, tunapaswa kukarabati wengine. Musa hakumzuia Yoshua, alimfundisha na kumuunga mkono. Pili, tunapaswa kujitegemeza kwenye neno la Mungu kuliko watu. Viongozi watabadilika, lakini neno la Mungu linasimama milele. Tatu, tunapaswa kujua kwamba changamoto zinakuja. Mungu hatutengei dunia rahisi, lakini anatuhakikishia ushindi kwa njia ya utii. Kama Yoshua alivyoambiwa, uwe hodari na ushujaa, sio kwa sababu vita ni rahisi, lakini kwa sababu Mungu yu pamoja nasi. Hebu tuombe. Baba wa anga, tunakushukuru kwa mifano ya viongozi kama Musa ambaye alimfundisha Yoshua bila wivu wala hofu. Tunaomba ututie nguvu za kuwa viongozi wazuri na pia wafuasi wazuri. Tufundishe kutii neno lako hata wakati viongozi wetu wanapobadilika. Tutie ujasiri wa Yoshua, si ujasiri wa kibinafsi, lakini ujasiri unaotoka kujua wewe u pamoja nasi. Kama unavyoonesha Israeli njia ya kuingia Kanaani, tuongoze katika safari zetu za kiroho. Kwa jina la Yesu, amina. Kumbuka, Mungu yu pamoja nawe katika kila mabadiliko ya maisha.
Kama alivyokuwa na Musa, kama alivyokuwa na Yoshua, atakuwa nawe pia. Tutaonana katika somo linalofuata. Mungu akubariki. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.